Sasa hii inazungumza kama mwakilishi wa umoja wa mashirika ambazo zilizojiweka pamoja juu ya kulomba amani nchini mwa Kongo kupitia maandamano ya siku ya leo. Leo mmeandaa maandamano ya amani, ilikuwa na malengo gani maandamano hiyo? Ndio unayo kama inakuwa miaka mingi tulipitia vita, inakuwa zaidi ya miaka 13 na hapa miaka zenye zinaisha, adui alichukua mgini kutokana na pression ya diplomasi, kutokana na engagement ya rais wazalendo FARDC, adui aliondoka akatoka. Kuachana na ile kutoka, naendelea kuna mikakati yake ya kudhibiti udongo, na ndio kwa maana tukasema hatutaitika tena watu waendelee kufa, hatutaitika watu waendelee tena kwa wakimbizi. Tunayo watu wengi walikufia makambini, leo watu ni mayatima, wamoya wana tena nafasi za kuishi. Tukasema kwamba tuweze endelea kuona hii hali na si raia tukale kimya, ijapokuwa raia ni nguvu. Watu wamoja wanasema kama sauti ya raia ni sauti ya Mungu, na ndio kwa maana kwa siku ya leo tukajiunga pamoja shirika mbalimbali ili tulalamike mbele ya dunia nzima, tuseme ya kwamba raia ya Uvira inakatala vita, na malengo ilikuwa ya kwanza ni kuomba adui aondoke. Tunakatala vita, tunaomba Rwanda kutoa wanajeshi wake ndani ya nchi ya Kongo. Tunalomba wazungu, community international waende kuhakikisha ya kwamba jitihada za amani zilizochukuliwa zinaenda kuheshimiwa, donc ile maaccord de paix zinaenda kuheshimiwa, na tuone adui anaondoka, kwa sababu tunasikia kila mara kwa mara mo plateau tunasikia madrone, watu wanakufa ovyo, na ndio kwa maana tukasema tuikala kimya kwa siku ya leo, tupeleke sauti mbali kusema ya kwamba tunakatala vita, na adui ambaye anayejiandaa kuja kutumiliki tumwambia kwamba sisi raia tuko tayari kumilikiwa na yeye. Na ndio kwa maana kwa siku ya leo tulikuwa barabarani, mama baba, kulomba amani na kusema kuambia adui ya kwamba hatuna shida, tunakataa vita, vita inatosha. Nakushukuru. Asante.